Asante Bwana Yesu, asante Mungu mkuu. Mwaminifu ni jina lako mtakatifu, ndivyo ulivyo na saa haya uko katikati yetu kutuhudumia. Wewe uliyemuita kila mmoja kutoka kwenye familia, ukoo, kutoka mahali alipokuwa, kamleta kwenye ukoo mwana wa pendo lako, ukatufanya wana, ukatufanya kuwa ukuhani wa kifalme, taifa lako takatifu, watu tulio wa milki yako Mungu. Tumekuja na majira haya kukusikiliza wewe unasema nini. Wewe unalituma neno lako kutuponya na kutuokoa kwenye maangamizo yule adui ambaye anayaleta kwa nguvu juu yetu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa unapigana vita vyetu, na vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya giza, juu ya mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Asante kwa kuwa uko pamoja nasi mchana huu wa leo. Asante kwa kuwa uko tayari kutuhudumia mwaminifu. Tunasema ni asante. Tunafungua fahamu zetu na mioyo yetu tayari tupatao kwa njia ya imani katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa uko pamoja nasi muda huu. Na wewe Roho Mungu ndio utakayesema mimi nipungue, wewe uongezeke. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante, praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama una amani mchapie Bwana Yesu makofi. Ni makofi ya Bwana Yesu, sio ya mhubiri. Kaa tayari kupokea, kaa tayari kumsikiliza Mungu anasema nini nawe. Anasema nini nasi mchana wa leo. Haleluya. Amen. Andika kuishi au kulidhihirisha neno. Kuishi au kudhihirisha neno. Nasubiria malize kuandika tuendelee. Kuishi au kudhihirisha neno. Somo letu litaenda kwa mapana. Utaona hata mambo mengine ambayo yako zaidi ya kichwa cha somo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna faida utaziona za kuliishi neno, japo hazitatamkwa moja kwa moja. Itahitaji umakini wako kujua kwamba hii ni faida, hii ni njia, hii ni kanuni, hii ninatakiwa nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Fungue Yohana 1. Kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5 nitasoma. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Nitaenda mpaka wa 5. Naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Tarukia mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Huu mstari tutauangalia kwa mapana yake hiyo mistari baadaye, lakini sasa natamani tujue nini maana ya neno la Mungu. Nini maana ya neno la Mungu kabla hatujaangalia namna ya kuliishi. Ukilijua, ukalifahamu, utaweza kuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu
lina maana mbili au linadhihirishwa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni Bwana Yesu. Namna ya pili ni Biblia. Nikisema Biblia ni neno la Mungu lililo katika maandishi. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu ni neno la Mungu katika utu au umbo lake. Tunaenda pamoja. Amen. Kwa hiyo kama kwa mfano wakaandika kitabu kinachonihusu mimi, naitwa Faraja Mwakasege. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kikiandikwa kitabu kinachonihusu mimi, kile kitakuwa na sifa na tabia zangu kwa maandishi. Alafu utu na umbo ni mimi. Haleluya. Kwa hiyo Biblia ina sifa, tabia za Yesu. Vile vitu Yesu anavyovipenda, vile ambavyo havipendi. Kanuni za mtu kumfikia na faida za watu watakao kumfikia na kutembea naye. Ndio Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umejaa wasifu wa Bwana Yesu katika maandishi. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa na uhusiano mzuri na Biblia, utakuwa na uhusiano mzuri na Bwana Yesu. Ukiwa unauelewa mzuri wa neno la Mungu katika maandishi, lililo katika maandishi au Biblia hii, utakuwa unamuelewa vizuri Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiwa hauna uhusiano mzuri au ulifahamu neno la kwenye maandishi kama ambavyo linasema fafanuzi zake sahihi kwa Roho wa Mungu, hautamfahamu Mungu. Ndio yale ambayo yatatokea. Utakuwa mtu wa kubahatisha, wa malalamiko, kwa sababu hauzijui haki zako. Hujui watu walio katika Mungu Bwana Yesu anawasemaje katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile unakuta mtu anasema, hii biashara sirudi tena. Elimu sasa mimi basi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi watu hawanipendi kwenye kwaya. Mimi natengwa. Malalamiko, kuto kujiamini, yote yatakufuata kwa sababu hautakuwa unajua. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa unamfahamu Mungu ni nani. Basi tuangalie nani ni mtunzi wa neno la Mungu. Ukweli nilivyofahamu mimi nilishangaa na nikamtukuza Roho wa Mungu sana. Kwamba kama vile tunasoma katika Luka, ngoja tuangalie hiyo Luka 1 kuanzia 26. Luka 1:26 nitaenda mpaka 31. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake ataitwa Yesu. Luka 34. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, kwa maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu
atakujilia juu yako kwa nguvu, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu alizaliwa kwa Roho Mtakatifu kwa kumtumia chombo ambaye ni Mariam. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu. Kama vile Bwana Yesu alivyozaliwa na Roho Mtakatifu alimtumia mtu yeye azaliwe, ndivyo ambavyo Biblia Roho Mtakatifu alitumia watu kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi miaka ya nyuma nilikuwa nayasikia kuhusu kwamba kuna mistari imekosewa, kuna nini na nini. Lakini tambua kabisa kwamba aliyeizaa ilizaliwa baada ya uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa watu kuandika vitabu mbalimbali. Kama vile Bwana Yesu alivyozaliwa kwa Roho Mtakatifu kupitia mtu ambaye ni Mariam. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma Zaburi 12 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Naomba nisome kwa Kiingereza pia, alafu tutokee kutafsiri huko. Bwana Yesu asifiwe. Tuna amani. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Maneno ya Mungu, mwandishi wa Zaburi kwa kuvuviwa na Roho wa Mungu alikuwa anayachukulia mfano kama silver, fedha. Haleluya. Ambayo ilisafishwa mara 7 ndani ya tanuru lililojengwa kwa udongo. Haleluya. Hili tanuru lililojengwa kwa udongo ni mtu. Huu moto ulioisafisha hii fedha ndani ya hili tanuru la udongo ni Roho Mtakatifu. Alafu hii fedha yenyewe ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho wa Mungu aliisafisha hii fedha ndani ya tanuru la udongo. Anasema hapa made of earth, lililojengwa kwa udongo. Manake hawa wanazungumziwa watu mbalimbali waliotumika kuiandika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema ilisafishwa mara 7. Namba 7 kama tunavyofahamu ni namba ya ukamilifu wa Mungu. Kwa hiyo neno likawa kamili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchape Bwana Yesu makofi. Unajua tusingepata habari za Yesu ni nani, tusingekuwa na hiki kitabu. Haleluya. Sio kitabu pase, ni kitabu chenye vitabu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukitaka kuzaa chochote, mwambie Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na hawa watumishi wa Mungu walioandika Biblia kama Daudi na wengine wengi, utaona waliandika na madhaifu yao. Zingekuwa akili zao wasingeandika madhaifu yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtunzi wa neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Amen. Na linamuelezea Bwana Yesu. Amen. Kitu cha 3, nani anatafsiri neno? Nani huwa ana sifa ya kulitafsiri? Nani ana mamlaka ya nani anaweza? Sio tu kuwa na mamlaka. Nani ana uwezo wa kulifasiri neno?
Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro, mstari wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa 20 mpaka 21. Neno la Mungu linasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna na unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tumesoma wote hiyo mistari? Naona wengine ndo wanafungua. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi kwenda pamoja. Kwa hiyo Roho Mungu ndiye anafasiri neno. Sasa atakusaidiaje kulifasiri? Inabidi ulijue, inabidi ulisome. Angalia Yohana 14:26. Neno la Mungu linasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sasa atakufundisha ukiwa kwenye hali ipi? Ukiwa kwenye muda upi akufundishe? Ndio tatizo linapoanzia. Atakufundisha ukiwa wapi? Kwenye shughuli? Hapana. Kwenye kutafuta hela? Hapana. Kuna sehemu ya kumpata akufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Some Warumi 10:17. Neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia unakuja kwa nini? Kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hiyo Warumi 10 huko juu, anasema kwamba watapataje kulisikia neno wasipohubiriwa? Na watahubirije wasipopelekwa? Umeona? Kwa hiyo kuna sehemu za kukaa ili umsikie Roho wa Mungu anasema nini. Inaweza ikawa ni kwenye mahubiri kama hivi, lakini zaidi sana muda binafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusomea na Waebrania 38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Tumeona kule imani chanzo chake ni kusikia, lakini huko kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Ukiwa unalisoma neno la Kristo, utaisikia sauti ya Roho Mtakatifu itakayokusaidia kujengeka imani yako juu ya hilo jambo ambalo umelisoma. Na hilo jambo ulilolisoma kwenye neno la Mungu, Roho Mungu akaliwekea muhuri. Ukaisikia sauti yake, likawekwa muhuri ndani ya moyo wako. Imani yako inajengeka juu ya hilo jambo. Matokeo yake, mazingira yanayokuzunguka, hata yaseme nini, watu wanaokuzunguka hata waseme nini, wewe mwenyewe mawazo ulionayo hata yaseme nini, hata ya kuhubirije, imani yako
juu ya kitu ambacho neno la Mungu limekusemesha, haitateteleka. Bwana Yesu asifiwe. Basi anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, Waebrania 10:38 mpaka 39. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. 39. Naomba turudie wote kwa sauti, nitakuwa nasema mnasema. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni kwamba kila neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Kuna watu wanasema hiki kitabu cha Wimbo Ulio Bora mimi nakiweka pembeni, kitabu cha Esther nakiweka pembeni, Habakuki akinihusu. Bwana Yesu asifiwe. Kila neno lililoandikwa lina pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu kwa Kiebrania inamaanisha roho. Pumzi ni roho. Maana yake kila neno lililoandikwa lina roho wa Mungu wa kukusaidia kulifanya liwe mwili, liwe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaelezea vizuri Yohana 1 ile tuliyosoma, lakini kwenye 14 tulisema kwamba huyo roho aliuvaa mwili akakaa kwetu. Roho Mungu kwenye neno lake ana tabia ya kulivisha mwili neno liwe halisi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Liwe halisi. Yaani ukisema mimi ni mbarikiwa, mtu akikutazama anaona ni mbarikiwa. Hilo ndio neno lililovalishwa mwili na Roho Mtakatifu, likawa visible, likawa linaonekana kwa macho ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Timotheo wa pili, hatutaisoma sura ya 3 mpaka 16 mpaka 17, inaelezea vizuri kwamba kila neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuisome kwanza waraka wa pili wa Timotheo mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Haleluya. Jambo lingine ni kwamba neno la Mungu halichuji, halipiti na wakati, halipungui thamani. Ni lile lile jana, leo, milele yote. Ni lile lile. Halibadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi 2019 huwa kuna habari kwamba Papa Francis anataka kuleta Biblia nyingine na nini na nini, kwa sababu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu alifanyeje? Alichuji, halipungui thamani. Mambo yote yatapita. Mimi nitakuja, nitazeeka, nitapita. Vigogo wa dunia hii walikuja, wakapita. Dunia nayo itapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe bora tu uliamini neno, ulijue, uliamini. Kwa sababu lenyewe halipiti. Amen. Halibadiliki. Amen. Thamani yake ni ile ile. Na nguvu iliyo ndani ya hili neno, hakuna chanzo chochote kinachoweza kuitoa nguvu kama hiyo.
Bwana Yesu asifiwe. Ni hatua ya wewe kuchukua kuliamini, kulisoma, kulijua kwa msaada wa Roho wa Mungu. Haleluya. Jambo lingine ni kwamba hila za adui kinyume cha neno la Mungu kwa waamini ni zipi? Sasa ningesema kwamba ni hila ambayo ameitumia tangu milele iliyopita, anaitumia sasa, na vizazi vingine ataendelea kuitumia. Na hii hila ni ya kuletea mashaka, kuwaletea watumishi wa Mungu mashaka juu ya imani yao kwenye neno la Mungu, juu ya maneno ya Mungu ambao wameyasikia kuhusu wao wenyewe. Wanaletewa mashaka. Na haya mashaka ambayo adui anayaleta, anaweza yakaleta kwa mfumo wa kukufikirisha kwa mawazo yako binafsi, au kupitia watu waliokuzunguka, au kupitia mazingira yanayokuzunguka, kama Eva na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mashaka ambayo yanaibua ndani ya muamini yanaweza yakawa yasikuonyeshe kwamba yako kinyume na neno la Mungu moja kwa moja. Matokeo yake unaweza ukawa unasema hivi, ni sauti ya Mungu au ni kitu gani? Unakuwa katika njia panda, unajikuta unakosea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chochote kinachokuja inabidi kipimwe na neno la Mungu. Kama ni mawazo, yapimwe na neno la Mungu, kwa sababu hila zake ni za kijanja kiasi kwamba huwezi ukatambua kipi ni kipi, kipi ni sahihi, kipi sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie tu, huyu ni mbabe wa miaka mingi, ni Concord ambaye huwezi ukashindana naye. Wewe huwezi ukashindana naye au na sauti anazozileta kupitia mawazo yako, kupitia watu wanaokuzunguka, kupitia mazingira yanasema nini, kwa akili zako mwenyewe, ila kwa neno. Hakuna kitu anakiogopa ila neno peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno na neno peke yake. Haleluya. Some Mathayo Mathayo 3:16. Nitasoma. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haleluya. Tusome na Luka, au kabla ya Luka, Mathayo hiyo 4 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umechoka? Amina. Kosa ambalo lilikosewa na wazazi wetu wa kwanza bustanini lilisaishwa na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia shetani akija kukuletea kitu kinakuwa sawa sawa, yaani usipokipima kwa neno kinakuwa kama vile ni Roho wa Mungu anakusemesha. Kumbe hapana. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa wa kujaa
kulijua neno la Mungu na kuliishi na kulifanya liwe sehemu ya maisha ya kila siku. Mtu akikutazama aone kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia bila kuisoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishajua hila zake, ukimpinga kwa neno, anaogopa neno peke yake. Uko kwenye maombi ya mfungo, anakwambia hii saumu ni kali sana, hata Mungu mwenyewe anaona, pata chakula kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjibu kwa maneno yako, lazima akushinde, lazima utakula. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjibu kwa neno la Mungu, atafyata mkia, atakimbia. Haleluya. Anakuambia hii biashara ulioianzisha, wameanzisha watu 5 nyuma yako, wote hawajaiweza. Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia hii, angalia mwezi huu ni mwezi wa kulima ndio, lakini sasa mvua hazijaanza kunyesha mpaka sasa hivi. Alafu na wewe unajiingiza shambani, unatafuta nini? Haleluya. Ukijitahidi kumjibu kwa mawazo yako, lazima utajikuta unakubaliana naye. Nimekwambia anaweza akatumia njia ya mawazo, ufahamu wako. Anapanda vitu na wewe unaanza kuvichakata, unavichakata. Ni juu yako kuvikubali au kuvikataa. Au anatumia mazingira. Ona babu yako hajafanikiwa. Ona hakuna ambaye amefika chuo kikuu kwenye familia yako. Angalia huu mtihani, kila mtu anasema ulikuwa mgumu. Anatumia mazingira yanayokuzunguka. Mazingira yanaongea. Bwana Yesu asifiwe. Haitahitaji mtu aje akwambie. Mazingira yenye shida yanaongea na unayaona. Mazingira yenye neema na baraka na wingi wa kujaa yanaongea na yanaonekana. Haleluya. Na njia ya mwisho atatumia watu. Ni mchungaji anakuvunja moyo, yani ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wa karibu, watu ambao ukutegemea. Na mbaya zaidi, inawezekana watu unaowaamini. Anatumiwa mtu unayemwamini, anakuambia mambo ambayo yanakupunguzia mwendo kwenye safari ya wokovu, yanakupunguzia mwendo kwenye yale Mungu ambayo amekuandikia. Kwa sababu ni mtu wa juu unayemwamini, unaanguka kwenye mtego wa adui. Bwana Yesu asifiwe. Hajibiwi kwa maneno au kwa mbinu za kibinadamu. Usisahau, ni mjanja zaidi ambao unafikiri. Mpaka neno likimtambulisha kuwa yeye ni Mungu wa dunia hii. Lakini kwetu sisi tulio ndani ya Kristo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kufananishwa hata kwa umbali na sisi. Tuko juu yake sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alipokufa tulikufa pamoja naye. Alipozikwa tulizikwa pamoja naye. Alipofufuka tulifufuka pamoja naye. Alipoketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, tulikaa pamoja naye. Ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Haleluya. Haleluya. Mchapie Bwana Yesu makofi. Ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Hapo mwanzo alikuwa mwana wa pekee wa Mungu. Baada ya kazi ya msalaba, mauti yake pale msalabani, akawa mzaliwa wa kwanza.
Maanake mimi ni mdogo wake Yesu. Wadogo zake Yesu wengi duniani. Haleluya. Sisi wote ni wana wa Mungu. Uzao wa kifalme. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Na kazi yetu ni kuzitangaza fadhili za Bwana. Iwe ni kwa maneno, tunatangaza fadhili za Bwana. Iwe ni kwa maisha yetu, tunatangaza fadhili za Bwana. Ndio maana inabidi tujifahamu sisi ni kina nani kwa neno la Kristo. Ndani ya Kristo sisi ni kina nani? Tuna haki gani? Tuziamini, tuziishi. Mbona ni jambo dogo? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako ni jambo dogo. Sijui tunafeli wapi. Ni kulisoma tu nini? Kumuomba Roho wa Mungu akusaidie. Kuliishi. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutayarudi kwenye mstari wetu. Kitabu chetu cha kusimamia Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hii mistari tutaielezea mmoja mmoja. Na nimeona iwe hatua za kudhihirisha neno au hatua za kuliishi neno au mtasari wa Biblia. Haleluya. Nasoma Yohana, tarudi kule Yohana 1:1. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo. Maanake kabla ya chochote, kabla ya jambo lolote, alikuwepo huyu neno. Basi mimi nikaona kwamba huyu neno alikuwa hajadhihirishwa kwa macho ya mwilini. Alikuwa rohoni. Ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kama maisha ya muamini inabidi uwe na maono au ndoto zenye neno la Mungu ambalo unalisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kabla halijawa wazi, hapo mwanzo lilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kabla halijawa wazi, inabidi liwepo kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla ya yote ambayo unataka kuyafanya, ambayo unatamani uanze kuyafanya, Bwana Yesu asifiwe, inabidi umshirikishe huyu Roho wa Mungu. Inabidi uwe na uhakika kwamba lipo neno linaanza na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Neno mstari wa 3 unasema, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Milima tunayoiona, sisi wenyewe, wanyama wa mwituni, ndege, wanyama wa kufugwa, wote, kila kitu kilifanyika kwa huyo neno. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mimi na wewe leo tunataka kufanya bila neno la Mungu. Tunataka kufanya kwa uwezo wetu, kwa nguvu, kwa mabavu, kwa akili, kwa elimu tulizonazo, labda ujuzi tulionao. Hakika hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Mkristo umeokoka, tunarudi kwenye katiba.
na ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 unasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Uzima ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Nimeandika uzima ni uhai, uzima ni maisha. Maana yake ndani yake kuna uzima, na huo uzima ni nuru ya kina nani? Ya watu. Unataka uzima au afya ya rohoni? Afya ya mwili? Bwana Yesu asifiwe. Afya kwenye biashara, afya kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye elimu. Mjue Mungu anasema nini na wewe kwenye neno lake juu ya hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Na huo uzima anasema ulikuwa ni nuru ya watu. Nuru ya watu unaweza ukaandika kwamba ni utatuzi au majawabu. Utatuzi, majawabu. Nuru inaweza ikawa fursa. Nuru inaweza ikawa kibali. Huoni fursa kwa sababu humjui Mungu, hulijui neno lake, hujamshirikisha unataka ufanye nini, hujamshirikisha unashindwa wapi. Fursa uwezo ukaziona. Haleluya. Kwa hiyo nuru ni utatuzi, ni majawabu, ni fursa, ni kibali. Nuru ni maonyo. Haleluya. Nuru ni maelekezo, ni kanuni za kimaisha kwenye kila eneo la maisha. Ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi sana nuru ni rehema za Mungu. Haleluya. Amen. Tena mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Akafanyika mwili. Nina uhakika Bwana Yesu asingefanyika mwili, wakina Petro wasingemshika, wasingemuona. Tunakubaliana? Wasingemuona. Haleluya. Kwa hiyo kuna ahadi nyingi za Mungu kwenye maisha yetu ndani ya neno lake. Nyingi. Kanuni nyingi ndani ya neno lake kwenye nyanja zote za kimaisha. Iwe ni mahusiano, iwe ni biashara, chochote. Lakini hazijafanyika mwili. Watu hawezi wakaziona. Sisi hatuwezi kuziona. Tutabaki tunatamka na kusema, lakini zenyewe ziko huko kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso wakisema kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi uko nazo, haimaanishi unaziona, haimaanishi watu wakikutazama wanaziona. Haleluya. Kwa hiyo inahitajika lifanyike mwili. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika neno lifanyike nini? Mwili. Lionekane kwa macho. Ukilisoma useme kabisa, mimi hili nahakikisha. Mungu nisaidie. Liwe maisha yangu. Atakaye niona asijiulize mara mbili waliobarikiwa wanafananaje. Asijiulize mara mbili
Watu ambao wanajua unyenyekevu wanafananaje? Asijiulize mara mbili. Watu wanaojua msamaha wanafananaje? Watu wanaojua upendo, watu wanaojua kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaojua kuichukia dhambi wanafananaje? Watu wanaojua kuingiliana na watu vizuri, kuwa na mahusiano mazuri na watu wanaowazunguka, huwa wanafananaje? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mmoja wao mpungie Bwana Yesu mkono namna hii. Uwe na shauku hiyo kama iliyo ndani yangu, kwamba ili neno la Mungu ninalolisikia lifanyike mwili, likae na mimi. Isihitaji Bwana Yesu asifiwe. Usiishie kusema ninaamini mimi nimbarikiwa. Ujue na ujione hivyo, na iwe hivyo, na utabarikiwa katika jina la Yesu. Tumejua kubarikiwa mashambani, mjini, pote. Na hapa namalizia kwamba tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ifikie hatua watu wauone utukufu. Haya mambo tunayoyasema ni macho haya, yani unayaona kwa macho ya mwili, sio kwa macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda wetu unatutupa mkono, lakini nitakutajia njia za kulisoma neno. Wengi tunazifahamu, na namshukuru Mungu ni kipengele chetu cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ni, kabla ya kusoma, muombe Roho Mtakatifu. Tumeona mtafsiri ni Roho Mtakatifu, anayejua kulitafsiri. Yeye peke yake, hamna mwanadamu, hamna chochote kinachoweza kutoa tafsiri yake. Kwa kabla ya kusoma, muombe Roho Mtakatifu. Zaburi 119:18 inasema, nifungue macho yangu niyaone maajabu yapatikanayo na sheria yako. Niyaone maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiliishi neno, kila mtu atakuwa anaona wewe ni wa ajabu. Hautakuwa tena mtu wa kawaida, utakuwa supernatural, juu ya uhalisia. Yaani kuna uhalisia utakuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Niyaone maajabu, nijue. Unaweza ukatumia pia kusoma kulingana na muktadha. Kuna vitabu vya Injili, unaanza kusoma vitabu vya Injili tu, Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Au vitabu vitano vya Musa. Hiyo ni kulingana na muktadha. Alafu kuna kusoma kwa mpangilio. Unaanza mwanzo mpaka Ufunuo, na unakuwa unasoma kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuwa umejipangia ratiba. Bila ratiba huwezi ukadumisha hali ya usomaji wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya nne, unaweza kutumia ufafanuzi. Unachunguza maana ya asili ya hilo neno, huo mstari, maana yake ya asili. Au unafananisha tafsiri za Biblia mbalimbali. Niliambiwa kuna Biblia hadi ya Kinyakyusa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaangalia Kinyakyusa kimesemaje, Kiswahili kimesemaje, labda na Kiingereza kimesemaje. Na Biblia za Kiingereza nazo ziko nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine kwenye usomaji wa neno, tafakari. Tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize kwa nini lipo? Kwa nini Mungu alilifunua hili neno? Na mimi linaniusuje? Je, ni maonyo? Je, ni maelekezo? Usikimbie ile mistari ambayo inaonya. Kuna watu wanakimbilia mistari ya ahadi na ustawi
na fursa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Ila mistari ya maonyo hawana habari nayo. Bwana Yesu asifiwe. Jitafakari, hili linaniusuje na mimi ninatakiwa nifanyeje nitoke katika huu ugandamizi, niweze kutoka hatua moja hadi nyingine. Tafakari, chakata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unatafakari, atakupa tafsiri, atakupa tafsiri kwa kusema Roho Mungu na haya yapo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, liishi, practice. Yaani hivyo hivyo unamwambia Roho Mungu, kwa nguvu, kwa moto, kwa nini nitaliishi, nisaidie. Unashindwa leo, unashindwa kesho, unashindwa kusamehe kesho kutwa, unaliishi siku nyingine. Liishi, jaribu kuliishi. Chukia dhambi vile ambavyo linasema, liishi. Likisema jitamkie, kwa sababu mwanadamu atakula matunda ya kinywa chake. Tamka mema mpaka yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, kusoma kwa pamoja kama hivi. Wewe unajijua, ninajifahamu kwamba nimemwahidi Mungu kwamba kila saa 10 labda Jumatano nitakuwepo sehemu fulani. Kulingana na mahali ulipo, wewe unafahamu. Kwa wanafunzi kuna sehemu, kuna muda maalum kila siku ya kutanika kulijua neno la Mungu, kujifunza. Uwepo mahali unapotakiwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Usipishane na gari lako la mshahara. Haleluya. Yaani kuna ufunuo hutaupata popote isipokuwa kwenye hiyo ibada ambayo na wewe umesema nimechoka na shughuli, sijui nilikuwa dukani ninauza sana leo, nimechoka na shambani, natakiwa nisome, inabidi nilale muda huu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tangu nyakati za Yohana Mbatizaji sasa hivi mpaka vizazi vinavyokuja, ufalme wa mbinguni unatekwa na kina nani? Kuwa na bidii, niwe na bidii. Weka bidii. Kama bidii inashindikana, mwambie Roho Mungu, nipe bidii. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anasema uombe neno lolote. Kuna watu kuomba maisha ya wokovu wameacha. Kuomba uhai wa maisha yao ya wokovu ni kama jambo la ziada, lakini haitakiwi kuwa hivyo. Uhai wa kiuchumi, uhai wa kifedha, uhai wa kupata mazao shambani ndio tunaomba. Lakini uhai wa maisha yetu ya rohoni, tenga siku mwambie Mungu, mimi nisaidie nikujue, nikupende, nikuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasimama mahali